It's Pascal here, and today I would like to give you one thing. Nataka kurahisisha safari yako ya utunzaji wa nywele. Wengi mmekuwa mkienda na very complicated way kwenye kutunza nywele zozote, whether ni relaxed, whether zina dawa, whether ni natural ama ni dreadlocks. Lakini kitu kikubwa ambacho mimi leo nataka kukushauri ni kwamba siri ya wewe kuweza kukuza nywele zako na kufikia malengo ambayo unayataka ni kwanza, inabidi uelewe ni aina gani ya nywele unazo. Kwa nini? Kwa sababu ukishaelewa aina gani ya nywele unazo, itakurahisishia wewe kuweza kujua ni aina gani ya product zinakufaa ama zinaweza zikafaa kwa nywele zako. Mara nyingi nimekuwa nikiwaambia kwamba si kila kitu unaweza ukatumia, sio kila kitu unaweza ukatumia kwenye nywele zako, na sio kila kitu unaweza ukatumia kwenye ngozi zako. Kitu ambacho kinafanya kazi kwenye ngozi ya mtu mwingine haimaanishi kama kinafanya kazi kwenye ngozi yako. Kwa hiyo pia mafuta yatakayoweza kufanya vizuri kwenye nywele zako yanaweza sifanye vizuri kwenye ngozi yako. Kwa hiyo kuwa makini na jaribu kufanya research ujue ni nini kinafanya. Sasa leo naenda kukurahisishia safari yako ya utunzaji wa nywele. Imekuwa ni complicated sana. Some people think that it's expensive kutunza nywele, na pia wengine wanaona ni inafikia kipindi nywele zinawasha, zinawasumbua. Lakini siri ni nini na sababu ni nini hasa ambayo inapelekea nywele nyingi zinawasha? Hili limekuwa ni tatizo kubwa sana miongoni mwa watu. Ukichunguza kati ya watu 10, watu 7 au 6 watakwambia nywele zinawasumbua kwa kuwasha. Kwa hiyo ni nini basi sababu ambayo inapelekea hizi shida zote? Kwanza ni wengi hatuelewi aina ya nywele ambazo tunazo na aina ya product ambazo tunatakiwa kutumia. Kwa hiyo basi inatubidi twende tukanunue tu product kwa mazoea. Wale wanaouza product pia hawajui ni product gani zinafaa kwenye nywele zetu, kwa sababu it's not that professional. Kwa hiyo mtu anaamua tu kuchukua kitu chochote. Sasa kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukijua, kwa wewe ambayo unaweka chemicals kwenye nywele zako, kwa wewe ambayo unaenda kuweka whether ni rangi ya nywele, kitu cha kwanza unachotakiwa kukijua ni kwamba nywele zetu tulizonazo zina kuaga na layer 3. Kuna kitu kinaitwa cuticles, kuna kitu kinaitwa cortex, kuna kitu kinaitwa medulla. Na hii si kwa nywele zote. Kuna nywele ambazo ziko na only 2 layers, that mean cuticles and cortex. Sasa ni kipi ambacho kinatupa uwezo wa kudetermine product ambayo unaweza kuiweka? Kuna nywele, kuna kitu kinaitwa elasticity, kwenye nywele kuna kitu kinaitwa porosity, na kwenye nywele kuna aina tofauti. Kuna 4C, kuna 3A, kuna 1A, kuna 1B. Kwa hizi ni aina za nywele ambazo kila mtu anatakiwa kuelewa mimi niko na aina gani. Ila kikubwa na cha msingi zaidi cha kuweza kudetermine hapa huwa ni porosity of your hair, and cha pili huwa ni elasticity of your hair. Unaenda kwenda kuweka rangi kwenye nywele, halafu anayekuwekea haelewi porosity ya nywele yako ama haelewi elasticity, hawezi kupima elasticity. Elasticity ni kupima how strong length is your cuticles. Sababu nywele kama mwanzo nimesema kwamba it has 3 layers ambazo ni cuticles, cortex and medulla. Sasa cuticles ni layer ya juu kabisa ya nywele ambayo kawaida kwenye chemicals ina react kwa 20% na cortex ina react kwa 80%. Kwa wale ambao wako na medulla haihusiani kabisa na kwenye swala la chemicals hapa kwenye swala la rangi. Kwa hiyo cuticles ina uimara gani? Ndio kitu ambacho mtu anatakiwa kukijua kwanza. Cha pili ambacho anatakiwa kukijua kabla ya kuwekea chemical yoyote, it's skin test. Sababu tuna matatizo mbalimbali, watu wana allergy mbalimbali na vitu kama hivyo. So the hairdresser have to understand the allergy ambayo wewe unayo, ili utakapoenda kutumia hiyo product ambayo unatumia itakuletea madhara gani, kwa sababu side effect ambazo zinaweza zikasababishwa na hiyo rangi super black unayoweka ama rangi yoyote ambayo unaweza ukaweka, zinaweza zikawa za kudumu na zikakuletea matatizo makubwa baadaye kiafya. Kwa hiyo kuwa makini sana unapokuwa unachagua kwenda
kuweka rangi. Si kila mtu anaweza kukuwekea rangi. Kuna wengine they are just hair stylist, kwa hiyo anaweza akakusuka, sawa, it's fine. Lakini when it comes to hair color, when it comes to chemicals, please don't ever dare trusting somebody who is not professional, kwa sababu kwanza anaweza kukatia nywele, pili anaweza kukaribia ngozi, tatu anaweza kusababisha matatizo mengine ambayo yanaweza yakakuletea shida baadaye. Kwa hiyo skin testing kitu cha muhimu sana wakati wewe kwenda kuweka chemical yoyote ama dawa ya nywele ama rangi ya nywele, kwa sababu kuna matatizo mengi ambayo yanaweza yakatokea hapo mbele. Kwa lazima uvisit saluni siku moja au mbili kabla ya kuweza kuweka rangi yako ili uweze kufanya skin test. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili is how strong your cuticles is. Hiyo ndo tunaita elasticity. So akishajua hivyo, atajua ni jinsi gani ataweza kudili na nywele zako. Na kitu kingine kikubwa ambacho nimewaambia hapo nyuma ni kwamba porosity ndo siri kubwa ya wewe nywele zako kuweza kujua ni aina gani ya product unatakiwa kutumia. Kwa kama porosity ni kitu kikubwa, porosity our hair has three type of porosity ambazo mara nyingi zinakuwa zinatofautiana, kila mtu ana aina yake. Kuna mtu ambaye ako na high, kuna mtu ambaye ako na medium, kuna mtu ambaye ako na low. Kwa mtu ambaye ako na high porosity, the cuticles are very open, so then hata ukiapply kitu chochote condition, unaona nywele zinaweza zikaabsorb kwa haraka zaidi na kwa urahisi zaidi bila shida yoyote. Kuna wale watu ambao wako na medium haziko complicated that much, kwa hiyo zenyewe mara nyingi the way they react like normally, yani it's not that complicated. Hata matunzo yake yanaweza sisumbue sana, lakini kuna watu ambao wako na low porosity. Low porosity, that means the ability of the hair to absorb moisture is too low. Kwa hiyo even the cuticles are very close. The cuticles are very not open. So then when you wash the hair, you have to make sure that you open up the cuticles and you make sure that the cuticles are open so that you can apply some hair moisture. Na pia utakiwi kutumia product nyingi sana baada ya kuweka conditioner, baada ya kufanya hivi vitu vingine. Unatakiwa kujua kwamba ni jinsi gani unatakiwa kuzitunza hizo nywele ambazo ziko na low porosity. Kwa hiyo kama utaamua kuziosha, make sure the cuticles are open. Zikisha kwa open, then hakikisha unachokwenda kuweka, kwa sababu kinachofuata pale ni moisturizer. Then baada ya hapo, don't use too much oil, kwa sababu hata ukitumia mafuta mengi utakuja kukuletea to build up. Kwa kama itaweza kukuletea build up, itakuwa ni shida kwako kuweza kutunza hizo nywele, na wakati mwingine zinaweza zikakatika. So kitu cha msingi ambacho cha kuzingatia ni hicho. Sasa kwenye hii, how do you understand the porosity you have? So understand the porosity you have ni kama nilivyosema, the porosity, the ability of your hair to absorb moisture or to react with chemicals or anything that you apply on the hair, oils and all things that you apply on the hair. So then zile nywele ambazo ziko na low porosity, uwezo wake wa kureact na maji, kureact na conditioner na nini inakuwa ni ngumu. Utaona unapoziweka hata kwenye maji. Let me show you something here that maybe you could understand. This is hair, and you see here I have two kind of hair. Now this is water. Yeah, I'm going to put here ili tuweze kuona jinsi hizi nywele zinatofautiana. Hizi nywele zote tumeziweka kwa pamoja. Sasa tunaweza tukaona jinsi gani hizi nywele zinaweza zikawa zina react na moisture. Unaona hii hapa imeenda hadi chini. You see? This one is here. Iko chini. Lakini hii imekaa juu. That means this hair it has high porosity and this hair it has low porosity. Yani uwezo wa hii nywele kuweza kureact na moisture ni too higher and uwezo wa hii nywele kureact na moisture is too low. Ndio maana hii umeona imeingia hadi chini, kwa hiyo hii imebaki juu na haiwezi kuwa shida. Kwa basi hiyo ni jinsi ya kuweza kuanalyze na kujua the type of porosity you have. After analyzing this, unaweza kujua ni aina gani ya product uweze kuapply ama uweze kutumia kwa nywele zako na isiweze kuleta shida. Na pia wakati wa kuapply rangi za nywele, mara wengi wanalalamika kama rangi zinakata nywele. Zinakata nywele usipoelewa, kwa sababu this porosity, the low porosity, na kama nilivyosema, the ability of it to absorb moisture is too low. So then unapoiweka hata kwenye
chemicals yoyote. Unapoweka pengine bleach inachelewa sana kushika. Kwa wewe ukisha analyze elewa hiyo, unaweza ukajua jinsi gani unaweza ukadili even na zile chemicals, what kind of chemicals unatakiwa kuapply kwenye hizo nywele. Kwa hivyo ni vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuzingatia. Kitu kingine ambacho unatakiwa kukizingatia ni kwamba nywele zetu, kama wale ambao nimesema nywele zinakuwa zinawasumbua kwa kuwasha, nywele zetu tuna apply mafuta mbalimbali. All those oils doesn't belong on our hair. Sasa kuna kitu tunaita build up. Sasa build up ni kitu kingine ambacho kinasababishwa na vitu vingi, na pia si kwa watu tu ambao wako na locks, ambao wengi tuna claim kama build up is for only people who have locks, but build up is not for only people who have locks. Build up is for all people, kwa sababu kuna aina nyingi. Kuna kitu tunaita environmental build up, kuna kitu tunaita biological build up, kuna kitu tunaita chemical build up, kuna kitu tunaita lint build up, and all those build up zinatokana na vitu mbalimbali. Mazingira ambayo tunakutana nayo, wakati mwingine umeenda kupika, lakini kuna lile vumbi ambalo wakati mwingine your hair is open na umeapply some oil, so baadhi ya zile particles ambazo zinakuwa zina luka zinaweza zikaingia kwenye nywele zako na kuweza kusababisha build up. Kitu kingine ambacho kinaweza kikaleta shida ndio kama hiyo, kwamba the product build up. The product we use, we normally take the product kila siku, ukaenda huku utaambiwa ukatumia product hii. So what I can advise you now is you better go to a professional hairdressers. Sio kila muda nywele zako zinatakiwa ziwekewe protein. Sio kila muda nywele zako kama nywele zinapo, some others are claiming kwamba nywele tu zinapokuwa zina feel your hair is dry, you go to a hairdresser, hairstylist, anakuwekea wanaita protein treatment. Our hair is already made with protein, so that sometimes you need to detox our hair. Sasa wakati unatakiwa ku detox nywele zako, unaenda ku add some more protein, so your hair will step and black. Sasa kama nywele zako zitakatika kwa sababu you put some more protein in your hair, na nywele zako zimekatika kwa sababu you don't need protein, ulitakiwa kuosha zile product zote ambazo uliwahi kutumia kwenye nywele zako ili uweze ku allow some new hair products. Sasa you are going to wash your hair. The aim of washing the hair to remove the old product ambazo uliwahi kutumia, kwa sababu wewe huwezi kuwa unakula tu then hauendi msalani. That doesn't make sense. Na some things ambazo people are lying, it's like a company gani to make money, lakini it doesn't even make sense. Hata ukijaribu kusoma vizuri hautaweza kuipata. Kwa kitu cha msingi zaidi unachotakiwa kujua ni wewe, the aim of washing the hair is to remove the product ambazo uliwahi kutumia. Unatoa zile product ambazo uliwahi kutumia ili uweze kuruhusu zile product zingine ziweze kufanya kazi. Sasa wewe unapokwenda kuchukua mafuta, una apply, unaweka then kabla ya kuosha unaenda tena unaweka mafuta, unaweka hiki, unaweka kile. That doesn't make sense. Kitu ambacho unatakiwa kukijua ni kwamba after washing the hair, the cuticles are very open. So lazima ujue ni aina gani ya condition ambayo wewe unatakiwa kuapply kwenye nywele zako. Baada ya kujua ni aina gani ya product ambayo unatakiwa kuapply kwenye nywele zako, hiyo itaweza kukusaidia. Kwa hiyo basi kitu ambacho unatakiwa kukifanya, kuna wakati ambao unatakiwa kutumia clarifying shampoo, kwa sababu hii shampoo ya kawaida ambayo tunaitumia wakati mwingine inaweza kusaidia kuweza kutoa hizi build up. Kwa cha msingi jaribu kununua clarifying shampoo ambayo apple cider, lemon juice, sea salt, the mixture of it can help you to remove the build up, can help you to remove the dead cells on your skin. Halafu ngozi yako ikabaki clear na usifeel tena miwasho. Usifikirie miwasho. Sometimes kuna vitu ambavyo uliwahi kutumia nyuma, you don't have even the chemical formula ya hivyo vitu. Uliwahi kutumia huko nyuma product ambazo wakati mwingine zilikuwa shida kwenye ngozi yako, na wakati mwingine zilikuletea shida, zilireact negatively na nywele zako. Kwa kama zilireact hivyo na bado ziko kwenye skin, kwa the only thing you need to do is you need to remove them and allow the new hair product to work. Umeenda kununua product ambayo umeambiwa kama hii inatoa miwasho, lakini jiulize, umeshatoa zile product ambazo uliwahi kutumia nyuma?
ulidetox zile product ambazo uliweza kutumia nyuma, ili uweze kuruhusu hii product ambayo utaenda kuiweka sasa iweze kufanya kazi. Kwa hivi ni vitu vikubwa sana ambavyo unatakiwa kuvizingatia wakati unatunza nywele zako, si tu kununua na kuweka product ndani. Kuna vitu vingi sana vya kuweza kujadili hapa, lakini my time is not that much. Kwa later on we can discuss more about many other things, na pia utaweka video kwenye YouTube. Unaweza ukasubscribe na ukacomment, ukauliza kitu chochote ambacho unakitaka. And if you want to visit for the consultation about your hair, you're welcome. Tutakusaidia kuweza kujua aina ya nywele zako, na tutakusaidia pia kuweza kuanalyze the type of the hair you have and the product you need to use on your hair. After hapo sasa utaweza kupata suluhisho la tatizo lako. Lakini kitu kikubwa ambacho napenda kukusisitiza kwenye swala la chemicals, kwenye swala la dawa, kwenye swala la nini ambazo najua we're going natural, mostly like going natural, but there are some of people who are still relaxing their hair. Kwa hiyo kama unaona huwezi kupata professional hairdresser, it's better you go natural, kwa sababu itakusaidia kuweza kutunza nywele zako na kuzikuza vizuri. Na kitu kingine, nywele ni afya. Kwa hiyo unapokuwa na apply hizo black, unapokuwa na apply hizo rangi na nini na ngozi yako, pengine tatizo linaweza lisitokee leo, tatizo linaweza lisitokee kesho, lakini 1 or 2 years to come unaweza ukashangaa unapata tatizo kubwa na usijue limetokana na nini, ama ukapata tatizo kubwa ukashindwa kulitatua kwa sababu mess up huku nyuma, ulishindwa kujua product za kutumia, na litakugharimu hela nyingi sana. Kwa wale ambao wanatunza ngozi pia, hii ni shida ambayo inawakuta sana, kwamba you just go to the shop, unanunua mafuta, unanunua lotion, unanunua cream, unanunua nini, then una apply kwenye ngozi yako, unaambiwa hii itakufanya uwe soft, halafu kumbe it's a cream. Una idea? Kitu cha kukushauri ni kitu kimoja, it's better ukalipa hela mara ya kwanza, ukamtafuta dermatologist akakushauri kuhusu ngozi yako, akakupa formula yako, ukaweza kutafuta product ambazo zinafaa kwa ngozi yako. Lakini hii kujaribu kila siku inakuja kuwagharimu sana pale baadaye mnapopata yale matatizo makubwa ambayo wakati mwingine yanawagharimu. Hawa watu ambao wanawauzia product kama product za ngozi kwenye mitandao, don't never dare trusting anybody kwamba anakuuzia halafu then you buy the product, the skin product online, halafu unaletewa pale ulipo na cream na nini, hii ngozi itakuletea shida. Mtu ambaye atakusaidia wewe kukutibu hili tatizo ambalo unajua, mfuate, akuangalie, ajue aina ya ngozi ulionayo, ajue jinsi gani anaweza kudili nayo, kwa mtu ambaye ni professional. Kwa sababu daktari yeyote, ngozi ni afya, daktari yeyote huwezi kumpigia simu, daktari mimi najisikia niko 1 2 3 naomba nitumie dawa. That doesn't make sense. It makes sense when you go there, akajua tatizo lako ambalo nalo, halafu then akakupatia dawa kulingana na tatizo. Tofauti na hapo utakuwa na tibu matatizo ambayo wewe huna, halafu just doesn't make sense, kama unatibu matatizo ambayo wewe huna, unanunua dawa ya tatizo ambalo wewe huna, halafu unafikiri kama itaweza kutatulika. So guys, you need to be careful on these things. Thank you for your time, thank you for watching, and you're welcome. Na nitakuonyesha vitu vingi sana, natural product na kila kitu ambacho natakiwa kuapply kwenye ngozi yako. Vitu vingine just in our home, vipo vingi sana. Tunazo aloe vera nyumbani ambazo zinaweza zikatusaidia. Tunazo cayenne pepper nyumbani ambazo unaweza ukapanda